Karibu msikilizaji katika kituo hichi nipate kukufahamisha yale ambayo yameweza kutendeka. Kuna taarifa nimezipokea msikilizaji, naomba nipate kukuzisomea. Zinasomwa hivi: dirisha la usajili wa mashahidi na ushahidi wa ICC uko wazi ila utafungwa karibuni. Kama ni mhanga uko tayari kutoa ushahidi? Pia kama wewe ulihusika katika mauaji ya halaiki ila uko tayari kutoa ushahidi, unaweza kupeanwa nambari hapa, unaweza kutuma msikilizaji. Nitahakikisha kwamba nimekuwekea picha hii ili uweze kuona sehemu ambayo utaweza kutuma maoni. Iwapo uko tayari kuweza kuwasilisha maoni katika mahakama kuu ya ICC. Kifupi tu nikupe maelekezo, kisha akaweza kupeana zile nambari zake pale za kuweza kufikisha ushahidi, lakini pia akasema kwamba ni salama na kwamba tusiweze kuogopa. Ikiwa una ushahidi, ikiwa ulihusika katika mauaji ya halaiki yaliyoweza kutokea Oktoba tarehe 29 mwaka 2025 mpaka tarehe 31, umeombwa kuweza kuandika ili kuhakikisha kwamba unatoa ushahidi dhidi ya Samia na kuhakikisha kwamba mahakama ya ICC inapata taarifa hii. Msikilizaji, kampeni hii imeanza rasmi na nimepata kuona taarifa nyingi ama watu wengi wa Tanzania wakiweza kuzipitisha taarifa hizi kwenye mtandao ili kuweza kuhakikisha kwamba kila mtu amepata ujumbe, na kwa hivyo kila mtu yule ambaye ana ushahidi aweze kujitokeza na kuweza kuhakikisha kwamba tume hii inapata ushahidi wa kutosha wa kumweka Samia ndani. Sasa msikilizaji, karibu katika kituo hichi mara ya kwanza, sababu kituo hichi ni kipya, tumeweza kukifungua kwa sababu ya kuweza kuhakikisha kwamba tunakupatia maelezo ya kina kuhusu taarifa zile ambazo zinaweza kutokea ndani ya nchi ya Tanzania. Msikilizaji, itakumbuka kwamba ndugu wa Tanzania wanahabari wengi wao wameweza kuchukuliwa na serikali ama ili kuweza kuripoti masuala ambayo yanaifaidi serikali, lakini sasa kituo hichi tumekitengeneza rasmi kwa sababu ya kuweza kuona kwamba Watanzania wana haki ya kupata kujua kile ambacho kinatokea bila kusifia maovu ya serikali na kuweza kuonyesha wazi yale ambayo yameendelea kutokea, mabaya au mazuri. Kituo hichi kila siku kitahakikisha kwamba kinakufahamisha na kitahakikisha kwamba unapata taarifa zilizoweza kutendeka msikilizaji. Kwa hivyo kwa mara ya kwanza unafika hapa na kuomba chukueni nafasi yako, piga subscription kwa maana ya kuendelea kupata taarifa tutakazokuwa tukizipakia kwenye kituo hichi msikilizaji, ili pia tuweze kuhakikisha kwamba tunaijenga familia kubwa ya wananchi na kuweza kuhakikisha kwamba kila mwananchi amepata kutaarifika na kupata kuelewa kile ambacho kinaweza kutokea msikilizaji. Jina langu ni Presenter Guton msikilizaji, nipo hapa kila siku kuhakikisha kwamba umepata kutaarifika. Sasa msikilizaji, nimekueleza kwamba wananchi wa nchi ya Tanzania wameweza kuanzisha kampeni rasmi za kuweza kuhakikisha kwamba Samia anapelekwa nyumbani. Kwa sababu hiyo, kampeni hii ipo kwenye mtandao ambayo inaweza kuwarai wananchi waliohusika katika mauaji ya halaiki au wenye familia zao zilihusika katika mauaji yale ya Oktoba 29 msikilizaji mpaka tarehe 31 kuweza kujitokeza na kupeana ushahidi. Kama sasa msikilizaji, kuna mwanaharakati mmoja hapa ambaye ameweza kuandika taarifa kwenye mtandao wake wa Facebook, sema kwamba dirisha la usajili wa mashahidi wa ICC na ushahidi uko wazi
ila utafungwa karibuni. Kama ni mhanga uko tayari kutoa ushahidi, ni cheki. Taarifa hii msikilizaji, nataka nikuiwekee uweze kuiangalia. Huyu ni Maria Sarungi ambaye ameweza kusema kwamba anaweza kupeana maelekezo ama anaweza kukuelekeza msikilizaji, ikiwa una ushahidi na ikiwa una taarifa za kuweza kuonyesha mauaji yaliyoweza kufanyika Oktoba 29 mpaka 31. Msikilizaji, unaweza kumcheki pale akaweza kukupatia maelekezo ya kile ambacho utakachoweza kufanya ama vile utakavyoweza kuwasilisha taarifa hizi. Kuna bwana anaitwa Tito Magoti ambaye pia msikilizaji ameweza kueneza taarifa hizi, akaweza kusema hivi msikilizaji: habari njema kwa Watanzania kutoka ICC. Tunafahamu Samia amefahamishwa rasmi kuhusu shauri lililofunguliwa dhidi yake, na kwa ajili ya yeye akipenda kujibu. Ni muhimu mhalifu huyu wa kimataifa kuchukuliwa hatua stahiki kwa maslahi ya haki. Tunafuatilia. Msikilizaji, nimekueleza kwamba ni kampeni rasmi zilizoweza kuanza katika mtandao zitakazoweza kuhakikisha kwamba maovu yaliyoweza kutekelezwa na Samia yanapata kulipiwa, kwa sababu tume ya ICC ama mahakama ya ICC kunradhi, imeanzisha shauri dhidi ya Samia na kwa ajili ya yeye akipenda kujibu. Ni muhimu mhalifu huyu kukamatwa. Mhalifu wa kimataifa msikilizaji, ameweza kutajwa kama mhalifu wa kimataifa. Kwa hivyo ni muhimu mhalifu huyu wa kimataifa kukamatwa, akachukuliwa hatua stahiki kwa maslahi ya haki. Kwa sababu msikilizaji, Samia ameweza kuwasababishia watu wengi machungu ambao hawajaweza kutendewa haki. Kwa sababu gani msikilizaji? Samia ana mamlaka ya kumsababishia mtu yoyote nchini Tanzania kila ambacho anahisi yeye kipo sawa, na kwa sababu hiyo aliwaua halaiki, na hicho anataka kukikwepa. Sasa mahakama hii ya ICC imeanza uchunguzi rasmi, na wale ambao walihusika katika mauaji yale wameombwa kusonga mbele na kutoa ushahidi. Ushahidi huu utatumika dhidi ya Samia na Samia atatiwa mbaroni. Msikilizaji, nimekukaribisha katika kituo hichi, endelea kupiga subscription. Nimekueleza kwamba kila siku nitakuwa hapa kuhakikisha kwamba nakusogeshia karibu taarifa zile ambazo zinaendelea kutokea. Piga subscription.